Basi namshukuru Mungu kwa wakati huu. Ninao ujumbe mzuri, ujumbe wa kimungu. Mungu ameniita kwa ajili ya matengenezo ya kanisa, hasa kanisa la Pentecoste, na alinipa mwongozo wa kuandika kitabu hiki hapa, ambapo mambo yote yako humu ndani ya hiki kitabu. Kwa hiyo mada zilizoko humu ndani, manake nitazifafanua au nitazisoma kama Roho Mtakatifu alivyonielekeza na kuziweka kwenye mtandao wa YouTube, ambapo nimefungua ukurasa wa YouTube unaoitwa Stay with God TV. Stay with God TV. Kwa hiyo ukifungua hapo utakuta mambo ambayo Roho Mtakatifu alikuwa akinielekeza kuhusu kanisa. Kwa hiyo nisome haraka haraka mada ambazo zipo hapo ambazo zipo kwenye kitabu hiki. Mada ambazo ziko kwenye kitabu hiki, mojawapo inasema Wapentekoste wameingiza vitu vingi sana katika kanisa. Mada nyingine nasema Wapentekoste wameharibu Pentekoste. Mada nyingine nasema mateso ya watu wa Mungu. Mada nyingine nasema kutafsiri lugha. Mada nyingine nasema faida ya kuomba katika roho. Mada nyingine viashiria vya kuwatambua walimu wa uongo na walimu wa kweli. Yaani mambo ambayo Roho Mtakatifu amenielekeza kuiandika, sio mimi mwanadamu au siyatoa kichwani kwangu, ni Roho Mtakatifu anasema. Mada nyingine nasema kanisa lirekebishe mambo haya. Kwa hiyo utakuta kwenye YouTube hiyo ya Stay with God TV. Waandishi wa vitabu. Mada nyingine nasema tuombee watu wa Mungu. Mada nyingine nasema wanadamu na miti. Mada nyingine shetani ameingiza vitu vibaya kanisani. Mada nyingine mateso ya Wakristo. Mateso ya Wakristo. Namba nyingine ambayo ndio somo hilo nasema namna ya kusoma Biblia. Maana haya ni maelekezo ambayo napewa na Roho Mtakatifu. Watasimamaje bila Mungu wa kweli? Alafu kuna mada nyingine nasema kuongoza watu. Kwenye kuongoza watu, maanake ukiwa kiongozi wa kanisa, Roho Mtakatifu anaelekeza namna ya kuongoza watu. Ukiwa kiongozi wa kijamii, Roho Mtakatifu anaelekeza namna ya kuongoza watu. Kwa hiyo hili ni somo la uongozi ambalo litakuwa na manufaa kwa pande zote, upande wa viongozi wa kijamii na upande wa viongozi wa kanisa pia. Mada nyingine nasema unabii na manabii. Mada nyingine nasema hotuba. Mada nyingine nasema utaratibu wa kunena kwa lugha. Mada nyingine nasema utoaji wa sadaka. Mada nyingine nasema kuna anguko limetokea katika dunia hii. Kwa hiyo hizi ni mada ambazo Roho Mtakatifu alikuwa akinipa. Na mada nyingine nasema binadamu wangu wako wapi? Mada nyingine nasema hivi binadamu wako wangapi? Haya ni masomo ambayo wanafundishwa na Roho Mtakatifu. Mada nyingine nasema binadamu ni watu gani na wanaandamana kwenda wapi? Alafu mada nyingine ni kauli ambayo Roho Mtakatifu alinipa kwa ajili ya huduma ambayo ninaifanya. Kwa hiyo mambo haya utayakuta kwenye YouTube. Sasa kwa kifupi nitoe maelekezo ambayo Roho Mtakatifu alikuwa amenipa kwamba ni kwa nini ninaviweka vitu hivi wazi. Kwa nini naweka taarifa hizi za kimafunuo wazi? Sababu ni kama zifuatazo. Maana taarifa hizi naziweka wazi
kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube na mitandao mingine, na kuandika vitabu na kuandika peperushi na kuandika majarida. Kwa nini ninafanya hivyo? Namba moja, kwamba kanisa liweze kufanya marekebisho kwenye mambo yanayoelekezwa na Roho Mtakatifu. Na kanisa linalotajwa, Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba ninasema na wewe kwa ajili ya kanisa la Kipentekoste. Kwa hiyo maana ndani ya kanisa la Kipentekoste kuna mambo ambayo hayajakaa sawa. Nasema tunaposema wa Pentekoste, maana watu wote wanaomwamini Yesu na wanaoamini kwamba kuna kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hao wanaitwa wa Pentekoste. Wako kwenye madhehebu yote, maana wanakubali kujazwa Roho Mtakatifu. Namba 2, itakuwa ni kumbukumbu ya kudumu kwa kizazi kilichopo na vizazi vingine vijavyo. Maanake taarifa hizi ninaziandika na kuziweka kwenye mtandao, zitakuwa kumbukumbu kwa kizazi kilichopo na vizazi vijavyo. Alafu jambo lingine pia, kanisa lijue Roho Mtakatifu anasema nini kuhusu kanisa karne hii ya 21. Kwa hiyo kanisa lijue kwamba linaambiwa nini na Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu amenitumia mimi ni kiumbe kidogo sana, ni mtu mwenye elimu ya kawaida, lakini Roho Mtakatifu amenitumia ili apitishe vile vitu ambavyo kanisa linapaswa kujua. Namba 4, sababu namba 4, mamlaka za kiserikali hasa za Tanzania ziweze kujua maono haya ili ziweze kusajili huduma hii au kanisa hili ambalo linatajwa na mbingu, na Roho Mtakatifu anambia utasajili kanisa linaloitwa kanisa la baki na Mungu, au kwa Kiingereza linaitwa Stay with God Church, ili uweze kusimamia maono hayo wewe mwenyewe kama mbeba maono. Kuna makanisa mengi ni makubwa, ni mazuri, na mimi pia ninatoka kwenye kanisa kubwa zuri la TAG, lakini Mungu ameniambia huwezi kukaa hapo kwa sababu nimekupa maono makubwa ya matengenezo. Sio kwamba kanisa la TAG ni baya, ni kanisa lenye mafundisho mazuri, lakini Mungu ananitoa hapo. Na nikaja kutafakari kwamba askofu mkuu wa kanisa la TAG alianzisha kauli mbiu unasema miaka 13 ya moto wa uamsho, na watu wanaitikia wanasema tunamtaka Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo ndani ya miaka hii 13 ya moto wa uamsho, manake Bwana ameonekana na nguvu zake, ndio maana ameniambia usajili kanisa, usajili huduma ili usimamie hayo maono wewe mwenyewe. Maana ukipewa maono makubwa na Mungu, huwezi kukaa kwenye maono ya mtu. Kwa utaratibu wa kimungu ni kwamba utoke, sio kwamba unaleta fujo au unaleta vurugu. Kwa hiyo namba 4 nimesema mamlaka za kiserikali hasa Tanzania, Roho Mtakatifu ananiambia zijue maono haya ili ziweze kusajili huduma hii au kanisa hili ambalo linatajwa na mbingu, nalo ni kanisa la baki na Mungu au Stay with God Church. Na utaratibu ulishaanza, katiba iko kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo baadaye atanipa utambulisho, itasonga mbele na taratibu zitaendelea. Na Roho Mtakatifu ananiambia kwamba jambo la usajili wa kanisa ambalo linatajwa na mbingu hautakuwa ni wa haraka sana, maana una mambo mengi, maana una kete nyingi. Kwa hiyo kitu kingine, watu watakaposoma vitu hivi, watakapopata taarifa hizi za kimafunuo, maana kanisa litaondokana na ukame wa kiroho. Maana Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba kanisa la leo liko kwenye ukame wa kiroho, na nilikuja kugundua kwamba kanisa liko kwenye ukame wa kiroho baada ya kupata mambo haya na kuyaratibu na kuanza kuwashirikisha watu
Baada ya kwanza kuwashirikisha watu, wakaanza kujitoa moja moja, wanasema huyu ni shetani kabisa, huyu ni mwasi kabisa, huyu ni pepo kabisa, huyu ana majini kabisa, huyu ana maruhani kabisa. Kwa hiyo maana kanisa liko kwenye ukame. Kanisa liko kwenye ukame. Watu wengi hawajasikia sauti ya Roho Mtakatifu. Wapo tu ili mradi wapo, lakini wakisikia kwamba kuna mtu amesema na Mungu amesema na mtu fulani, wanaanza kusema huyu ana mashetani, huyu ana mapepo. Maana kanisa liko kwenye ukame. Roho Mtakatifu hayupo kuwafunulia mambo ya rohoni, wamebaki zaidi na mambo ya mwilini. Kwa hiyo namba 5 ni kuondoa ukame wa kiroho ambao umelikumba kanisa la sasa la karne ya 21. Kwa kanisa la sasa la karne ya 21 linatembea kwenye ukame. Ndio maana watu hawaelewi. Leo huyu anaibuka na hiki, leo huyu anaibuka na hiki, hawajui kama huyu ni Mungu au sio Mungu, na wengine wanakimbia wanaenda kuokota vitu. Mtu anasema mimi ni mtu wa Mungu, anatembea na vitu unaokota, hujui ni Mungu au sio Mungu. Lakini ukisoma, utakapopitia kwenye YouTube maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anayatoa, maana utatambua huyu si Mungu, huyu ana utume wa kibinadamu. Maana mtu akiwa na utume wa kibinadamu, Roho Mtakatifu alikuwa ananielekeza kwamba utamtambuaje. Na hayo masomo nimeyafafanua vizuri kwenye YouTube, unaweza kupitia na kupata ufahamu zaidi. Jambo la 6, Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba wewe kama mbeba maono hautadumu katika dunia hii. Maana uyaandike hayo mambo, maana kizazi kingine kitakuja, kitasoma maono hayo na kitaendeleza maono hayo, kwa sababu maono ambayo Mungu amenipa ni maono ya kudumu. Maana Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba nataka nikufananishe na mwana matengenezo Martin Luther. Martin Luther anasomeka sana kwa watu wa theolojia, au watu wa theolojia wanamsoma sana habari zake, kwamba ni mwana matengenezo wa karne ya 16, Martin Luther, ambaye aliandika sababu 95 ni kwamba kanisa lifanye marekebisho, nalo lilikuwa ni kanisa la Kirumi la wakati huo. Kwa hiyo na mimi pia Roho Mtakatifu anasema unaingia kuwa mwana matengenezo wa kanisa la Kipentekoste duniani. Kwa hiyo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube ninapotoa utangulizi naandika kwamba mchungaji Jilu Muna Mpanda, mwana matengenezo ya kanisa la Kipentekoste duniani. Sio kwamba natafuta sifa ili watu wajue washtuke wasema huyu mtu kumbe ana vitu vingi. Hivyo ni vitu ambavyo vinatamkwa na mbingu yenyewe. Inaanza kwamba wewe, mbingu zimekuchagua uwe mwana matengenezo wa kanisa la Kipentekoste duniani. Sasa Roho Mtakatifu anasema kwa asili watu hawataamini kama wewe Mungu amesema na wewe. Kwa asili watu hawataamini kama Mungu amesema na wewe. Mungu anaposema kwa asili, maana watu wanaangalia mambo mengi, kwamba huyu mtu hana elimu sana, huyu mtu sio tajiri sana, huyu mtu yuko hivi na hivi, imekuwaje Mungu amtokee? Mtu huyu yuko kijiji fulani. Mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Murida, wilaya ya Singida, mkoa wa Singida, lakini pia ninaishi Singida mjini. Kwa hiyo manake huduma hii au makao makuu ya huduma hii yatajengwa Singida mjini, kama Roho Mtakatifu anavyonielekeza. Maana nimepokea maono haya nikiwa nyumbani kwangu, na hapa niko nyumbani kwangu, niko kwenye store hii hapa, na mahali ambapo ndio nafanyia ibada na kufundisha jinsi gani Mungu amenitokea. Kwa hiyo wewe ambao utakuwa unasoma mambo haya au kuangalia video hii kwenye YouTube, kwamba mimi ni mwanadamu wa kawaida, sijipendekezi kwa mtu yote, ila Mungu ameniita kwa ajili ya matengenezo ya kanisa, na Mungu ameniita nifanye kazi kwa kushirikiana na watu mbalimbali na makanisa mbalimbali, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia huwezi kufanya kazi peke yako.
shirikisha na wengine. Kwa utaratibu wa kimungu huwezi kusema nimepata maono alafu kaanza kufanya kazi peke yako. Haiwezekani. Maana ni lazima washirikishe na wengine. Ndio maana sasa nimeanza kuwashirikisha maaskofu, nimeanza kuwashirikisha wachungaji, nimeanza kuwashirikisha wainjilisti, na sasa ninaweka mambo haya kwenye mtandao ili yaiguse dunia, walioko Kenya, walioko Uganda, wale wanaoweza kusikiliza Kiswahili, walioko maeneo mbalimbali Amerika, walioko maeneo mbalimbali Ulaya na sehemu zingine Afrika, waweze kujua kwamba huyu mtu ni kweli ameitwa na Mungu. Vitu vyote ninavyoweka kwenye YouTube vilivyo vingi ni vitu ambavyo vimetoka kwenye kinywa cha Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi nieleze namna hiyo, na ninakusihi ufuatilie masomo haya, usidharau, kwa sababu tuko kwenye kipindi ambacho Yesu Kristo amekaribia. Kwa hiyo tufuatilia mambo haya, yatakuinua kiroho, yatakusaidia. Ni ushuhuda pia wa kukuinua, kujua kwamba Mungu yupo, na Mungu husema na watu, na Mungu hayupo mbali na wanadamu, yuko karibu na wanadamu. Kwa hiyo Mungu akubariki. Nimalizie kwa jina langu, naitwa Mchungaji Jilu Muna Mpanda, na kwa sasa maono haya yanasimamiwa na kanisa la Chemichemi, kanisa la Chemichemi ya Uzima Tanzania. Manake ndio wanalea maono haya mpaka nitakapopata usajili kamili wa kanisa linaloitwa Kanisa la Baki na Mungu. Na kwa kifupi ni kwamba viongozi wa kidini wakifuata utaratibu wa Mungu unavyoelekeza, dunia itaendelea kuwa na amani. Viongozi wa kiserikali pia wakifuata utaratibu ambao unaelekezwa na Mungu, na huo nimefundisha somo hilo ambalo nimepewa la uongozi, nitalifundisha, nitaliweka kwenye YouTube. Viongozi wa serikali, viongozi wa kidini wakisoma mambo hayo wataongoza watu wao vizuri, na viongozi wa kanisa vile vile wataongoza watu wao vizuri kwa utaratibu wa kimungu. Na kama kiongozi yote ana message wa kiroho, ataipeleka kwa utaratibu ambao Roho Mtakatifu anaelekeza. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.